Usiku wa tarehe 8 Machi mwaka 2014 katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur International Airport nchini Malaysia, watu walikuwa wakifanya maandalizi ya safari ya kawaida kabisa. Hakuna aliyedhani kuwa safari hiyo ingekuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia ya usafiri wa anga. Ndege hiyo ilikuwa Malaysia Airlines Flight 370 ikimilikiwa na kampuni ya Malaysia Airlines. Safari yake ilikuwa kutoka Kuala Lumpur kwenda Beijing nchini China. Ndani ya ndege hiyo kulikuwa na watu 239, abiria na wafanyakazi wa ndege. Kila kitu kilionekana kawaida kabisa, lakini baada ya saa chache ndege hiyo ilitoweka kabisa, na hadi leo bado kuna maswali mengi yasiyo na majibu. Ndege ya aina ya Boeing 777 iliondoka Kuala Lumpur saa 6:41 usiku. Rubani mkuu alikuwa Zaharie Ahmadi Shah, mwenye uzoefu mkubwa wa kurusha ndege kwa zaidi ya miaka 18. Rubani msaidizi alikuwa Farik Abdul Hamid, kijana aliyekuwa bado anaendelea kujifunza kazi hiyo. Baada ya kupaa, ndege ilipaa juu ya bahari ya China Kusini. Dakika chache baadaye, rubani alitoa ujumbe wa mwisho wa kituo cha usafiri wa anga, Good Night Malaysia 370. Hakuna aliyedhani kuwa hiyo ingekuwa sauti ya mwisho kusikika kutoka ndani ya ndege hiyo. Baada ya dakika chache tu, ndege ilipaswa kuingia kwenye eneo la udhibiti wa anga la Vietnam. Lakini ghafla, kitu kisichoeleweka kilitokea. Mawasiliano yalikatika. Transponder, kifaa kinachoonyesha ndege iko wapi, kilizimwa. Kwenye rada za kiraia, ndege hiyo ilipotea kabisa. Wadhibiti wa ndege walizani labda kuna tatizo la mawasiliano, lakini kadri dakika zilivyopita, ndege hiyo haikuonekana tena. Baadaye rada za kijeshi nchini Malaysia zilionyesha kitu cha ajabu sana. Badala ya kuendelea kwenda Beijing, ndege hiyo iligeuka ghafla, ilirudi nyuma kuelekea Malaysia, kisha ikaelekea juu ya bahari ya Hindi. Hii ilikuwa jambo la kushangaza sana. Hakuna aliyetoa taarifa ya dharura, hakuna ujumbe wa shida. Ni kana kwamba ndege hiyo ilikuwa inaruka kimya kimya. Baada ya kugundua ndege imepotea, serikali nyingi zilianza operesheni kubwa ya kuitafuta. Nchi zaidi ya 26 zilishiriki katika msako huo. Nchi hizo ni pamoja na Malaysia, Australia, China, United States. Maelfu ya wanajeshi, meli, ndege na satellite zilitumika, lakini tatizo kubwa lilikuwa moja. Hakuna aliyejua ndege ilienda wapi. Baada ya wiki kadhaa za utafiti, kampuni ya Inmarsat ilifanya uchunguzi wa data za satellite. Waligundua jambo la kushangaza. Ingawa mawasiliano yalikatika, ndege hiyo ilikuwa bado inatuma ishara ndogo kwa satellite kwa saa kadhaa. Hii ilimaanisha ndege haikuanguka mara moja, iliendelea kuruka kwa takriban saa 7 zaidi. Uchunguzi ulionyesha ndege ilielekea kusini kuelekea Indian Ocean. Miaka kadhaa baadaye, vitu vya kushangaza vilianza kuonekana kwenye fukwe za bahari. Mwaka 2015, kipande cha bawa cha ndege kilipatikana katika kisiwa cha Reunion Island. Baadaye vipande vingine vilipatikana katika maeneo kama Mozambiki, Tanzania, South Africa. Wataalamu walithibitisha kuwa vipande hivyo vilitoka kwenye MH370, lakini bado sehemu kuu ya ndege haijawahi kupatikana. Kwa sababu hakuna majibu kamili, baadhi ya nadharia ni moja, rubani aligeuza ndege makusudi. Wengine wanaamini rubani Zaharie Ahmadi Shah aliamua kuibadilisha safari kwa sababu zisizojulikana. Namba 2, utekaji wa ndege. Wengine wanaamini kuwa kuna watu waliteka ndege hiyo. Namba 3, hitilafu ya kiufundi. Inawezekana kulikuwa na tatizo kubwa la mfumo wa ndege. Namba 4, nadharia za ajabu. Baadhi ya watu hata wanaamini kuna nguvu za ajabu au UFO, lakini hakuna ushahidi. Mpaka leo bado kuna maswali mengi. Kwa nini transponder ilizimwa? Kwa nini ndege iligeuka ghafla? Kwa nini hakuna ujumbe wa dharura? Ndege ilianguka wapi hasa? Maswali haya bado hayajajibiwa kikamilifu. Kutoweka kwa Malaysia Airlines Flight 370 disappearance ni moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia ya dunia. Watu 339 walipotea bila maelezo kamili. Hadi leo, bahari kubwa ya Indian Ocean
inaweza kuwa bado inaficha siri ya mwisho ya ndege hiyo. Labda siku moja ukweli utajulikana, lakini mpaka sasa MH370 bado ni fumbo. Hii ni Palanjo TV, usiache kusubscribe.